Unasemaga mshike mshike bana, hii ni mshike mshike nguo kuchanika. Sasa sikiliza nakwambia. Kama hujawahi kuiangalia hii series, basi ifuatilie, inaitwa Msitu. Na mimi leo natembea na kigongo hichi katika episode ya 34. Hebu cheki bana, hii ni ties kwanza. Msitu. Bana utaipenda hii. Bana ni msitu na ni msitu kweli, ni msitu wa maajabu ambao hujawahi kutokea nchini Tanzania. Bana msitu ulikuwa na masharti makali sana bana. Ukiingia ukavunja masharti tu, basi huwezi ukatoka ukiwa salama. Hiki ndicho kinachoenda kuwakuta hawa jamaa ndani ya msitu huu. Huyu anaitwa Kichuchu bana. Aliingia kavunja masharti. Sasa cheki kinachoenda kumkuta. Bana usikubali kusimuliwa. Sasa tunaanza rasmi episode yetu ya 34 ndani ya msitu. Kichuchu yuko msituni na aliendelea kuwa na hofu baada ya kuvunja masharti. Akiwa na mwenzie Rizi alianza kukimbia msituni, huku Rizi pia namuona katika upande wa pili, naye akiwa anazidi kuyatetea maisha yake, akiendelea kuwa ni mtu mwenye hofu kubwa sana msituni. Hajui aende wapi na hajui anatoka wapi. Msitu bwana umekuwa ni msitu ndani ya msitu. Sasa cheki watu waliomo ndani ya msitu huu. Huyu bwana ni mzee wa msitu. Alimsogelea Rizi pale alipo. Liza anazidi kuwa ni mwingi wa hofu, huku mzee akimsonda na kumwambia, unafanya nini ndani ya msitu huu? Liza anashindwa cha kusema. Anarudi tena kusema mzee, na kuuliza unafanya nini ndani ya himaya yangu? Liza alikosa cha kuongea, kabaki analia tu. Mzee akasema, siwezi nikakusamehe maana nyinyi mmeshanikosea. Najua taratibu zote za msitu huu, kwamba mtu yoyote atakayeingia ndani ya msitu huu basi anatakiwa afuate taratibu na sheria za msitu. Basi ondoka katika himaya yangu. Lakini sidhani kama unaweza kutoka ndani ya msitu kwa sababu umeshakosea. Lizi anainuka anakimbia, yuko speed, akiamka huku na kule. Huko upande wa pili bwana anaonekana kichuko speed sana na kuzima breki, huko akichungulia wapi. Huko nyuma anaanza kuhisi kitu cha ajabu. Ghafla anemkimbia yuko nyuma yake. Huyu hapa tayari. Kama tulivyoona pale Hawa mwanzo picha inaanza, huu ndio ulikuwa utangulizi wetu. Na kuambia ndani ya msitu bwana, hiki kitu ni kuweka mbali na watoto. Hatujai kuona movie kama hii hapa Tanzania, lakini kwa mara nyingine tena tunasema kwamba tunaweza. TZ number 1. Bana hiki ni cha kwetu sisi sote. Tusiache kusupport na kusubscribe channel zetu za J4 Media and Sniper Film. Bwana hizo ni account ambazo zinatuletea vigongo vipya na vizuri zaidi kutoka hapa nchini Tanzania. Hebu cheki Lizi akiwa amejificha, anahisi kama vile nyuma yake kuna mkono hivi, anageuka. Anajishangaa. Mbona nimekuwa tena mimi? Inawezekanaje hii? Lizi anakuwa ni mwingi wa hofu, huko akitikisa kichwa. Anamwambia, "Naomba nikusaidie. Kama utojali, naomba unifuate." Bana, wewe ungekubali? Ulishajiona mkoa wawili? Mimi hapana, siwezi nikafanya kitu kama hicho. Hata Lizi alikataa, alisema bana mimi siwezi. Hapana. Namwambia usioniogope. Nahitaji nikuoneshe njia kutoka ndani ya msitu huu. Lizi anatikisa kichwa, anasema hapana, usiniogope. Tafadhali, naomba mkono wako nikutoe ndani ya msitu huu. Lizi kwa wasiwasi, hofu ikiwa imemtawala, anapeleka mkono wake, lakini moyo wake unakuwa na sita sana kumpa mkono huyu mtu. Mwisho siku anapeleka mkono taratibu kumpatia huyu mtu aliyefanana naye, lakini mashaka na hofu ikiwa imeendelea kumtawala sana Lizi. Kwa ujasiri anajitoa kumpatia mkono, lakini moyo wake hauko tayari kabisa. Ghafla anampatia mkono, anamshika na kumuinua, huku akimwambia, haupasi kuniogopa kabisa. Mimi ni rafiki yako. Wewe tunafanana. Nahitaji kukutoa ndani ya msitu huu. Hebu nifuate. Lizi taratibu akiangaza huku na kule. Basi sawa. Huku akimsogelea kwa kupiga hatua kumfuata. Kwa mbele anafika, anasimama. Lizi anamwambia, "Mbona umesimama? Na naamini kuwa wewe ni rafiki yangu kweli. Maana umeniahidi kunitoa ndani ya msitu huu. Nasubiria tu utekelezaji wako. Naomba unisaidie. Nahitaji kutoka ndani ya msitu huu." Ile kopi bana ya Lizi haikuongea. Ghafla inageuka. Lizi ndo anashangaa, saa ngapi asiye banza kubadilika? Kwa demos. Anapiga kelele huko akiteketea. Lizi usinitanie, miguu nisaidie. Huko upande wa pili pia bana tunamuona Kichuchu akiwa amekaa ametulizia, huko akili yake haiko sawa kabisa, anasikia harufu ya sigara.
Nani? Sigara inatokea wapi? Kumbe mshikaji yuko hapa bana. Hebu ngoja nipige kwanza fegi hapa nitulize akili yangu, maana akili yangu iko wengi sana. Nisikuchanganyikiwa mjukuu wangu. Akili yangu iko ovesi. Sasa anaanza kufikiria, nimegeuka nikapewa sigara. Na nani? Mstuni. Kugeuka. Anamwona mzee Mandevu amekaa. Yuko pembeni amenyosha kabisa mguu anampiga nini alafu anavuta sigara. Bana, huyu mtu ni misiri ya mzizi. Kichwa anasema wewe, huyo Spidi anatoka nduki, mzee anamwangalia anamwambia humu utoboi. Yaani humu ulichokifanya huwezi ukatoboa kijana wangu. Ngoja niwalize kuvuta segi nije nikufuate huko kuliko. Usitani kuulize. Liza amefika sehemu anapumzika. Jamani, tumbo. Mama yangu nakufa. Huko kiangaza kuna kule nini? Anaanza kuhisi kitu. Mbele. Wanyambi wametulizia. Lizi anatupa macho yake mbele, naona wanyambi bana walikuwa wameshika migoko wamesimama. Hawa hapa. Twende wewe ndani, wewe hekenye mukanye twende upo huko nakuja. Okay, twende za safari. Lizi usinitanie, twende mnaniweza. Twende Spidi. Lizi aliondoka toka Unyoya, twende sasa. Haki ya Mungu, hiyo Spidi ilikuwa ni 150. Twende sasa. Spidi alifunguka nayo Lizi hujawahi kuiona toka unazaliwa. Hebu cheki ndani msitu anakatiza mdada huyu. Wewe twende safari na mwendo, twende. Ukizembea unakufa. Hapa nimepotea wapi? Jasho natiririka. Huku kulia wako nyuma wanafuata. Twende. Hao wanaruka. Spidi rusha mishale, inamkosa bana. Chini. Sema anaruka mmoja, anaruka mbele yake, naye anaruka. Sasa wewe twende. Liza sema uniwe hapana, sijakubali kushikwa na kwa maisha yangu. Niko Spidi sana, ongeza Spidi. Bana mmoja anakuja kata, anaruka naye. Huyu hapa. Wako wengi wanamtoa Unyoya. Twende Spidi. Mbele kutana na mtu. Lizi usinitanie. Nisaidie dadangu, nisaidie nakufa. Nisaidie. Huko nyuma vinakuja. Hey, oya mwanangu wewe. Mwanangu 350 tupo. Oya huyu hapa twende. Dada nageuka. Kama tulimwangalia dada vizuri ndio ile mdada ambaye ni binti mti naye. Bado na Lizi pia bado amejichanganya. Tunawaambia bana, geukeni ondokeni. Vinaondoka. Vinavyoondoka Lizi anabaki mdomo wazi. Wakishusha pumzi anamwangalia mdada. Mdada anamwangalia. Vipi? Anasema hapana. Naomba nisaidie dadangu. Huwezi amini, mimi toka nimefika msituni naona vitu vya hovyo tu. Nahitaji kurudi nyumbani. Nisaidie. Niko chini ya miguu yako. Nahitaji kurudi nyumbani. Nahitaji msaada wako. Najuta kwa kile nilichokifanya. Sijakusudia dadangu. Nisaidie niondoke nitoke ndani ya msitu huu. Nahitaji kufika nyumbani. Nakuomba, please. Naomba nisaidie. Dada anamwangalia anasema, "Kwani kuna shida gani?" Anasema, "Hapana, naomba nisaidie tu. Kwa sababu amenikuta matatizo gani hayo? Ni mengi tu hayaelezeki." Dada akamwambia, "Matatizo kama haya?" Ukubali binti anamwambia kama haya, anabadilika naye anakuwa ndo yule bana. Ninasema, "Hapa nimeingia cha kike." Anazima chini. Bana ni noma huko, kichwa kiwa anatembea yuko wengi sana. Mzee wa mzizi kamtia wengi. Anagusa kichwa chake anaona kabisa kiko sawa. Huko anaangalia tu wawili. Miki anaona inacheza anatembea. Huko nakula na yumba. Twende na wewe. Bana hatua zake zinakuwa zinatua mbaya ndani yake. Unaona? Anakuwa na yumba. Nakwambia huu msitu wa kawaida. Windows the Forest msitu bana, kama hujitazama kuanzia episode ya kwanza mpaka episode ya 34 hii leo nimekuletea mimi bana, ni kigongo cha moto sana. Usipange kukosa. Kikubwa tu nachokusini kwamba usiache kusubscribe channel yetu ya Naipa Film pia, lakini usiache kusubscribe channel hii ya J4 Media. Kichu naye anaanguka chini anazima bana, ni hali hatari. Akiwa mzima kwa mbali anaona kuna mtu kama vile anakuja mawingi, lakini hana nguvu ya kufanya chochote kile, maana yuko hoi. Mdada huyo anataka kumpepesa machoni, Kichu yuko hoi anazima. Bana Kichu alikuwa amelala pale akiwa jitambue, anahisi yuko angani kwenye kimbunga kikubwa sana, wakiwa wamerushwa mbali sana na Lizi, huku wakiwa wanapiga kelele huku juu, wakiwa wanaandamwa na ndege wakali sana. Twende sasa. Spidi wanakuja wanajishuka chini, wako chini. Wanashindwa kujua wako sehemu gani. Lizi anainuka, kiuno changu mama maskini. Kiuno. Kichu anainuka. Hapa tuko wapi hapa tena jamani? Lizi kwa kiangaza. Kichuchu, tuko wapi? Kichu anasimama haraka kwa kiangaza. Ndio ndo tumeshatoka msituni tayari nini? Tuko sehemu gani hapa? Lizi anasema hata mimi mwenyewe sijui.
tumefikaje huku? Kuna mtu anasikika sauti yake kwa anamwambia, mko sehemu salama. Lizi anamwambia, Kichuchu, huyu mdada sio mtu mzuri kabisa, tusimwamini. Dada, hapana. Mko sehemu salama, mnahitaji kupumzika. Kama mtojali ingieni ndani. Binti anaingia ndani. Kichuchu anamwangalia. Lizi, inapaswa tuwaamini hawa. Maana huko tulikotoka msituni ni bora hata na hapa. Wenda ukapata msaada. Lizi anasema hapana, hakuna msaada wa aina yoyote. Kichuchu anamwambia, hebu nifuate. Hebu kuniamini mimi sasa kwa sasa hivi. Hebu twende tumfuate huyu dada. Wenda kana msaada juu yetu. Lizi anasema, basi sawa. Kichuchu twende bwana, nifuate, usiogope. Uko na mimi. Twende. Kichuchu anaingia ndani kwa hofu. Lizi akimfuata naye kwa hofu. Lizi naye anaingia ndani. Huko pembezoni mwa mti tunaona watu wawili wanaofanana sana kuanzia mavazi hadi sura wakiwa wanazungumza. Hapo tunamzungumzia binti mti na Ajuna. Ni mtu na mdogo wake. Dada mtu anamwambia, nisikilize Ajuna. Nahitaji nikutume ukamchukua mtu mmoja, ukamuulize maswali mawili au matatu. Kama atakujibu vyema, basi haina budi kumsamehe. Binti mti anamwambia, sawa dada, nimekusikiliza. Upande wa pili anaonekana Liza akiwa anaongea na Ajuna. Ajuna anamuuliza maswali. Binti, kwanza pole kabisa na majanga yalikukuta. Binti, asante, nimeshapoa. Unahitaji nikusaidie nini? Lizi, nahitaji unisaidie kutoka ndani ya msitu huu. Nahitaji kwenda nyumbani. Maana huko siwezi nikakaa kabisa. Basi sawa. Nitakuruhusu endapo utakapojibu maswali yangu mawili tu. Lizi, maswali gani hayo? Kimfano nikikupatia msitu, unaweza kuutumia katika matumizi yapi? Lizi anaangalia msitu. Huko akimwangalia dada, anamwambia dada, hata usihangaike. Mimi ninakoishi sidhani kama kuna vitu kama hivi. Sisi tunaishi mjini. Hatuna miti wala vichaka. Sasa unapozungumzia masuala ya msitu kama vile unanichanganya. Naomba unisaidie kutoka hapa niende nyumbani. Nakuuliza tena kwa mara nyingine utakuja nielewa. Ajuna anamuuliza, kimfano nikikupatia huo msitu, utaufanyia kazi gani? Lizi anamwambia, sina sababu ya kuwa na huo msitu kwa sababu changamoto nilizopitia ndani ya msitu huu zinatosha. Kifupi sihitaji msitu wala sioni umuhimu wa msitu. Ajuna anakasirika. Amwangalia Lizi. Basa, unaweza ukaenda. Mimi nitakuja baadaye. Lizi anaangalia mbele, anageuka anamwangalia, anamwambia sawa, kisha anaondoka. Binti Ajuna anabaki anamwangalia sana, huku akiwa na hasira kubwa sana kwamba ni binadamu gani huyu asijua faida ya msitu. Kwa nini wanakuwa hivi? Huko pande wa pili tunamuona Kichuchu anajinyosha akiwa na amesimama na binti mti. Anamwambia, vipi? Nafurahi, lakini pia nafurahi kuwepo na wewe hapa. Binti mti anamwangalia kwa akiangalia msitu. Anamwambia, kuna kitu nimekuita nataka nikuulize. Kama utanijibu vyema, nitakuonyesha njia ya kwenda nyumbani. Kichuchu anasema, basi sawa, niko tayari. Binti, kwanza kabisa natamani kujua, unaonaje mazingira yetu? Kichuchu anamwambia, bana, kifupi tu, mazingira yetu ni mazuri sana. Tena hususan yanapokuwa na binti mrembo kama wewe. Yanavutia sana. Nimependezwa sana kusimama na wewe, lakini pia nikipata nafasi ya kwenda nyumbani natamani niondoke na wewe. Ndio kama nina Kichuchu. Binti mti anamwangalia huko anaguna, anacheka, anamwambia, nahitaji nikuulize maswali mawili tu. Kama utanijibu basi nitakuonyesha njia kwenda nyumbani. Kimfano, ningekupatia huo msitu, utaufanyia nini? Kichuchu kaangalia msitu, akijiuliza maswali mengi sana. Akamwambia, hilo swali unauliza naona kabisa alijaja katika mhusika mwenyewe. Labda ungeniuliza hivi, kimfano, mimi nikiwa wako utanitumia vipi? Binti anacheka, anamwambia, labda hujanielewa vizuri. Nimekuuliza kwamba kimfano nikikupatia huu msitu, unaweza ukautumia vipi? Ni swali langu tunahitaji ulijibu. Kichuchu anacheka, anamwambia, hapana. Mimi narudia na kusema kwamba unakosea uniulize hilo swali. Niulize kwamba mimi nikiwa wako nitakutumia vipi? Alafu uje uone
majibu yangu yatavyokuja yamenyoka kwako. Wewe ni mtoto mrembo, nataka niwe na wewe. Kwanza tu nitakapoondoka hapa nahitaji niondoke na wewe. Unaona? Siwezi nikakuacha huku. Wewe ni binti mrembo sana, mwenye kuvutia. Unaona? Nashangaa unaishi vipi huku? Binti mti anakasirika, anamwambia hayo hajanileta. Na wewe unakuuliza swali la mwisho. Kama utashindwa kunijibu basi nitakuacha kama ulivyo. Kimfano nikupatia huu msitu, utautumia vipi? Kichwa anasikilizia, anafikiria, anasema basi labda nikujibu vizuri na mimi unielewe. Nikwambie tu ukweli, achana na mamitimiti yote haya, achana na mamisitu yote hayo unayozungumzia. Sema kwamba mimi nikikupa nikiwa wako utanitumia vipi? Afu mimi nije nikuoneshe aina matumizi nitakayokutumia. Nitakufurahisha. Wewe ni mtoto mrembo sana, mlimbwende sana. Kwani unaishi huku? Jiona basi natosha. Naona kabisa mimi siwezi nikaongea lugha moja na wewe ukanielewa. Basi naomba nikuache. Ila fikiria hilo, natamani ujue thamani ya swali nalokuuliza. Tofauti na hapo hakuna maongezi mengine yanaendelea. Kichuchu namwambia bana, unajua kama vile unanichosha tu. Mimi nahisi bana niko sehemu husika. Lakini pia nikwambie tu, ukinikubalia tu, mimi wewe ni ndoa. Harusi itafanyikia huku na itafanyikia mjini. Kwanza mjini tuna vitu vingi sana tunavyoishi navyo. Kule tuna air condition, tunapata hewa safi, unaona? Hebu nikubalie bana. Nahitaji kuondoka na wewe. Tunaniambia si masuala ya msitu. Msitu kitu gani bwana? Mimi nakuhitaji wewe. Wewe kwenye maisha yangu. Wewe ndio kila kitu changu, unaona? Yaani nafarijika sana kukutana na mtoto mrembo kama wewe. Hebu zingatia hizo kodi ninazokupatia. Bana hapo ulisimama naye. Ni kijana handsome boy kwanza ukiniangalia mwenye matunzo fulani. Afu nataka nikakutunze mjini. Unaonekana kwa nguo fulani unapendeza. Binti mti anakasirika, anasema hebu niache, anamshika. Wewe unaenda wapi? Bana naona kama vile hapo kuna kitu kimoja kinakutokea ambacho hujawahi kuona. Utagongwa kichuchu. Hawa watu bwana sio watu kama unavyofikiria. Akamvuta tap kifuani. Alikuwa anamwangalia. Bana binti hajawahi kushikwa hivi alivyoshikwa toka anazaliwa. Leo kwa mara ya kwanza ndo anashikwa na binadamu wa kawaida. Hawa mabinti bana si wanadamu wa kawaida. Hawa mabinti ni miti. Japo wamevaa tu utu wa binadamu. Picha namwangalia, picha namwambia wewe mrembo sana. Unaona? Ni kwa nini unaishi huku? Natamani niwe wako. Natamani nikiondoka niondoke na wewe. Hebu zingatia bana. Kisha kingia katika tamaa za utakumbaka. Binti bwana ngapi hajapotea ikabaki gogo. Kichuchu anashangaa, gogo huyu vipi, yuko wapi? Kaputilia wapi? Kumbe ndo tabia yako. Kichuchu anapiga magoti. Samahani, naomba nisamee. Unajua naomba nisamee. Sikujua kama wewe unaweza kuwa gogo. Nakuuliza hiyo ndo tabia yako, sasa ngoja nikuonyeshe. Kichuchu ananigwa. Bana kawaida ya msitu huu utapokosea masharti tu lazima uwajibike katika hiki kitu. Kichuchu alibadilishwa akawa gogo lingine la mti. Akawa kisiki namna hiyo. Hawa ndo mabinti mti bana. Kuna Juna dada mtu na huyu ni binti mti mwenyewe. Bana aliondoka akamfuata dada yake akiwa amekasirika. Binti mti, mbona umekuja umekasirika? Kuna shida gani? Dada anamwambia dada, huwezi amini. Yule kijana alikuwa anataka kunibaka. Juna anaguna. Basi pole sana mdogo wangu. Umefanya nini? Anamwambia nimempatia adhabu. Anachokistahili ndo kakipata. Basi sawa, umefanya vizuri. Lakini dada, mimi na kitu kimoja ndani nikwambie. Hawa binadamu kuelewa ni vigumu sana. Kuelewa sisi wajibu wetu au katika umuhimu wetu katika maisha yao ni ngumu sana. Sijajua ni lini wanaweza kufikia hatua kutuelewa kama sisi tuna thamani gani kwao. Juna anasema hapana. Taratibu tu wataelewa. Tuzidi kuwafunza. Na imani muda atakaokaa hapa watakuwa wamejifunza vitu vingi. Wakiondoka wataenda kuwa mabalozi wazuri sana huko kwako unakoenda. Lizi akiwa anapiga tu kuingia ndani nasikia mtu anamuita. Lizi, usiingie ndani. Umefeli mtihani. Unahitaji kuwajibika. Kuwajibika? Ananyoshwa mkono, anavutwa. Anadumbukizwa ndani. Ghafla nyumba inafunikwa. Bana hii ndo the forest, msitu bana.
Kwa yule ambaye hujatizama Msitu, usiache kufuatilia Msitu episode ya kwanza mpaka episode ya 34. Hii ndio kwa nimekuletea mimi kama recap ni bana, ni episode ya 34. Hii ndo Msitu The Forest kutoka nchini Tanzania bana, tunatisha sana sasa hivi, ni zaidi ya Nigeria. Na chao, mimi niishi hapo siku ya leo, nikuache katika kigongo kizuri sana cha Msitu. Usiache kufuatilia Msitu, usiache kusubscribe channel yangu ya J4 Media, na chao.